Kwa hiyo wananchi wafuatilie. Wakati ule napinga swala la sukari, importation na sukari, nikaenda mpaka mahakamani. Ndio hichi leo kimerudi tena kwenye mafuta na kupigwa Watanzania matilioni yote haya ya fedha katika hili eneo. Tangu msimamo huo tulipoutoa chama cha ACT Wazalendo tarehe 23 Juni 2026, hakuna hatua mahususi iliyochukuliwa ya kurekebisha hali hiyo, ikiwemo kurejesha fedha za umma. Hivyo, kwa kuwa swala hili lina athari kubwa kwa wananchi na uchumi wa nchi, ambapo kiasi cha shilingi trilioni 2.16 zimeibiwa, chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili mahakamani kwa kuwafungulia kesi ya kula njama na kuiba fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi na uhujumu uchumi. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili, swala la kuibiwa Watanzania trilioni 2.16 katika kashfa hii ya mafuta. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili mahakamani kwa kuwafungulia kesi ya kula njama, kuiba fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi na uhujumu uchumi. Watuhumiwa wa kesi hizo wanaoenda kufunguliwa kesi hizi ni hawa wafuatao. Wa kwanza ni waziri wa fedha, wa pili waziri wa nishati, wa tatu mkurugenzi wa kampuni ya Vito, wa nne mkurugenzi, wa tano mkurugenzi wa PBPA, wa sita mkurugenzi mkuu wa EWURA, na wa saba mwanasheria mkuu wa serikali. Hawa wote saba tunaenda kuwaburuza mahakamani. Hatuwezi kuruhusu wananchi wakateseka namna hiyo. Kama wanavyojua Watanzania kwamba mafuta tu yalipopanda, bidhaa zote zimepanda. Mpaka madawa ya binadamu kwenye pharmacy zetu yamepanda, kwa sababu madawa yote yanasafirishwa kwa kutumia mafuta. Kila kitu, iwe sabuni, iwe chumvi, iwe nini, zilipanda baada ya bei ya mafuta kupanda, na wananchi kuumizwa kwenye nauri, kuumizwa kwenye kusafirisha mizigo, kuumizwa kwenye kila sehemu. Kumbe ni njama zilizokuwa zimepangwa za watu kufanikisha kuiba fedha kutoka kwenye mifuko ya wananchi hawa wanyonge. Hawa wananchi ambao hata fedha tu zenyewe za kugharimia mahitaji yao muhimu wanazikosa. Mnaenda kuwaumiza kwa mabei makubwa haya ya mafuta. Kumbe bei zenyewe za kupandikiza hazina uhalisia wote, kwa ajili tu ya kuiba fedha. Mpate fedha mtajirike.